Dhahabu na fedha zote ziliumbwa kwa neno. But I love the part B more. What does it say? Inasemaje? Inasema hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Bwana Yesu asifiwe. Inasema so that things which are seen were not made of things which do appear. Sasa shida yetu unataka uone kwanza. Ndio waumini good report na kuja. Unafanya hesabu na akili ya mwanadamu. Biblia inasema vitu ambavyo tunaona hazikuumbwa na vitu ambavyo inaonekana. Haleluya. Mungu alikuwa anafikiria tu kesho nataka nini, nataka kuwe na nuru. Anasema nuru kuja. Inakuja. Can I tell somebody here? All what you need, it is in the power of your God. Hallelujah! Bwana Yesu asifiwe. Wacha kulaumu watu kwa hali zako. Wacha kulaumu mzazi ati alikusomesha mpaka university. No! Sio kila mtu amesoma ana mazuri. By the way, there are so many millionaires who don't know how to write their names. Na mimi sipigani na masomo. But I'm trying to tell you, do not blame your parents. Don't blame other people for your problems. I want you to understand what you want. It is in the power of your tongue. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama moja aliamka akagundua mimi nimeteseka miaka 12. Sina afya. Akajua afya yangu iko kwa mdomo wangu. Haleluya. Alikuwa na aibu maana anatokwa na damu. Akipita watu wanaona damu inamwagika. Kasema leo sijali kile mnaona. Kitu ninajua nikifika kwake Yesu na sitaki kuuza mkono yake. Mkono yake is too powerful for this problem. Hata sitaki mguu. Hata sitaki anione. Ataniona saa ngapi? Na vile watu wanapenda kumzunguka. Akina Toma na Judas na vile watu wanamzunguka asikaribiwe na mtu. Akasema nikigusa pinda nguo yake. Mama akachokelesha. Because the miracle is in your tongue. The miracle is with you. Speak your miracle tonight. Say that which you want. Because what we see was created from things that were not there. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Napenda jamaa mwingine yeye huimba akasema ati Mungu nakushukuru kwa kile umenipatia. Na kile sina najua kinakuja. Bwana asifiwe sana. Najua utanipatia. Jina la Bwana lisifiwe. Usiku huu ni usiku wa kusema Bwana nataka hii. Call it by name. God called things by name. Akitaka ng'ombe alisema na kuwe na ng'ombe. Hallelujah. Mama akasema nikiuza nguo yake nitapona. Alipona hakupona. Mungu alisika mpaka akaina wakare. Kwio na kaiambia ukisumbuliwa na mtu unafanya anakimbia. Wewe sielewa hiyo kusema nini.
badilisha hii kanisa. Ukute imefanyika ya mawe kila mahali. Na sio ikiwa sasa hii. Askofu wetu akatufundisha 19 long ago. Akatuambia kila kitu kina masikio. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana Yesu alikuwa anaongea na miti na inamsikia. Akiambia miti kauka, mti unasikia na kesho umekauka. Akasema na wewe ukiwa na imani ile dogo sana na umenea mlima, uambie kama mlima itasikia, ni kitu gani kile haiwezi kusikia? Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja mimi nikienda nyumbani, nimepewa kagari na ndugu mwingine. Alikuwa tu amekanua alafu yeye anafanyia kazi hivi. So akanipatia kagari yake. Alikuwa ameniachia baiskeli akanitengenezea nini. So nikaenda naye kutembea. Usiku nikienda na saa 3 nyumbani. Na niko pale Waithaka. Siku hizo hakuna stima. Pale saa 1 ulikuwa unapigwa na wakora. Saa 1. Kufika pale stage nikaona gari imetoa moshi kwa dashboard. Nikajua kuisha. Nikasimamisha kagari. Unasikia ile machozi ya mwanaume haitokagi hapa inarudi huko. Nikasikia machozi yanakuja. Nikafanya steering. Sema hapa ni Mungu wako. Kwanza nikikumbuka hii gari hata si yangu. Na ianze kuporwa. Hebu tena. Aliambia gari. Ujue lazima nifike nyumbani. Lazima nifike nyumbani. Na lazima nitoke hapa. Afadhali walibikie na huko mbele, lakini sio kwa hii stage. Sio hapa. Let me tell you, mimi sijui kulipeleka nini. Nikafikiria wacha ndio imejisima. Na mimi nimeona moshi na moto yangu. Na gari kasimika. Nikakaa kama 5 minutes, nikafikiria wacha kujaribu. Nikaona imeleta mataa ya dashboard, imewaka gari. Nimeenda na wao nikisema, sasa ikileta ile moshi tena, do you know nilifika nyumbani? Na the following morning, nikapeleka gari kwa makanika wa waya. Nikamwambia hii gari imechomeka jana usiku. Imechomeka na bado inawaka. Nikamwambia wewe fungua hii dashboard. Akaangalia hakuona waya hata moja imechomeka. Hii mambo inafanya kazi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ati vitu unaona sikitoka kwa vitu haionekani. So hata ukitaka kujifanya mjinga, watu wako na mjinga. Unamwambia unajua imecheje ya gari yangu. Hawaioni lakini unaiona. Unataka chaji, unataka tu hivi, unafanya nini baya ni gani? I tell you it is going to come. Hallelujah. Kuna taarifa I love it so much. Ni kama mnaona hiyo taarifa. Mzee mwingine amepeleka wajamaa kwa uwanja. Alafu anaambia hapa ndio ofisi, hii ndio nini? Alafu anamuuliza iko wapi? Anafanya mkono, nyumba inapotea. That is how faith works. At one point hakuna kitu. Dakika hii kile kitu iko. Na mimi nasema kile hatuna kinakuja. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu anaweza kuona. Sasa badala ya kuwekelea mabati kwa hii chuma, situwekelea mawe. Acha nikuulize swali. Kama ni wewe ulikuwa unajenga nyumba yako, ufike hapa, Mungu akwambie, sasa unajenga na mabati kwa nini? Siweke mawe. Yes. Mawe hawezi kupatikana. Tunaitisha hiyo mawe. Tumesema mawe kuja. Simiti kuja. Mabati ya juu kuja. Katika jina la Yesu.
Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Alitoa nini? Dhabihu iliyo bora. But I want us to read. Unajua Kiswahili ni interpretation ambayo imekuja tena nyuma ya Kiingereza, si ndio? Wacha tusikie Kiingereza inasema nini? Inasema, by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice. Can say a more or a more. Sema a more. A more excellent. In other words, the bill ya Kain, it was also excellent. This is inaitwa comparative marks. Okay. A more excellent. Inamaanisha kuna excellent mbili, lakini this one is more. Tunaelewana? Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Imani yako lazima uiwe imani ya kupeana a more excellent. Hallelujah. Kwa sababu kwa imani Habili imani kwa imani inanifungua sana. Mimi uliza Mungu, Kaini hakutaka kukupatia. Kaini hakutaka kufanya. Alright? Kaini ni mzuri kuliko watu wengine tuko nao makanisani. Cain is better than many believers today. Yeye hapo amekataa nazo. The only problem is Abel give a more. Au ni yako isema hivi. Au ni ndio kama pasa ndio. Biblia inasema hivi. Oh my goodness. Hata unaharibu. Hebu patie wasome. Ngoja. Pastor, wewe sio wa kusimama kwa sababu wewe kaa tu chini. By faith Abel brought God a better and more acceptable sacrifice than Cain. More acceptable. Ni kusema hata yeye ilikubalika lakini ilishindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. This one was more acceptable. Ingekuwa acceptable, lakini sasa in comparison, this word is a comparative word. Inamaanisha nikilinganisha hii na hii, nikaona hii ni bora kuliko hii. Sasa nikuulize, ni siku gani yako itaitwa bora? Unasikia sasa? Tunapata tumeelewa sote. Kwa sababu you cannot imagine being the best. God is interested in somebody who can say by faith, mine will be more excellent. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Sometimes I don't understand. Apendo. Mnikubalia kusema hivi, na sio matusi. Mwalimu wa Sunday school ameleta watoto wa Sunday school hapa. Alright? Watoto wa Sunday school wametoa 50, wengine 100. Wakaodoa watoto. Tunafika sadaka ya watu wazima. Ile mtoto ameleta. Ndio unaona mtu mzima amekuja. Kwa hiyo kama anajua ni aibu. Wachana na tabia za kupeana sadaka ya aibu. Niliwauliza sana, ikiwa kabisa unajua 50 is your best, kwa nini
nipeane kwa aibu. Just hold it like this. Mimi nimeangalia sana, kwa sababu because hata Yesu tumepewa mfano na yeye. Kaa karibu na mahali sadaka inatolewa. Wewe Yesu anakaa. Amelinganisha hawa jamaa akasema leo nimeona the best. The best. Alisemekana ametoa only 2 pennies. Okay? Lakini matajiri walikuwa wametoa maelfu, lakini kulingana na utajiri yao. Tuelewane. Yes. Huyu mama alipeana maisha yake yote. God is looking for a time when you wake up in the morning. Uamuke tu useme leo I will surprise you my God. Ufanyie kila kitu uko nacho. Useme kulikuwa na 20,000 hapa. Leo mnaenda na mnahama. Ukifika imani kama ile, umefungua milango ya kupokea na kupokea forever. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Siku moja nikiwa tu pastor, nimeenda mkutano pale Mombasa. Nimekutana na mhubiri ambaye hakupendelezi. Ametuhubiria, nikaona kisungusungu. Alafu akatuambia, ningetaka uingie kwa mfuko yako, utoe sadaka ile multiples of 3. Kama uko na 300,000, pera 300, 3 hivyo tu. Sasa mimi nilikuwa na 3,333. Do you know, nikapeana fare yangu ya kutoka Mombasa. Na mkutano unaisha siku hiyo. Kwa hivyo nilichukua bagi yangu kule nilikuwa nalala. Na ngoja mkutano uishe nikapande basi. Na saa hiyo ni mkutano wa mwisho jioni. Nikapeana. Wakati nimefika nje, nikajiuliza, kweli mimi niko Mungu? Nikatafuta sana, nikaongea na nani. Mungu akanikumbusha ndugu moja. Nikamwambia sasa ndugu ufanye hivi, nitafutie fare. Mimi nimekuja Mombasa, nimekuwa kwa mkutano, nimejikuta sikumwambia nikutoa, asiniulize kwani wewe una ujinga gani? Because wengi watatuambia hivi. Fortunately enough, akanitumia fare. Let me tell you the truth. Kuingia kwa basi namna hii. Mimi nikasikia simu. Kuangalia simu ni ya kutoka UK. Nikamuuliza, anaitwa huyo jamaa ni rafiki yangu. Tulikuwa tunafanya life ministry na yeye. Training and fellowship. So nikaona ni John. John ni namna gani yeye? Okay. Akaniambia utaangalia message baadaye kidogo. Do you know? Mimi nilikuwa nimepeana pesa gapi? Ilikuwa 3,000, ilikuwa 333. Okay? Before basi ifike hata pale phone alikuwa ametumia 9,000. Nilihesabu nikaona it sent me 10 times. That times alikuwa ametumia mara 30 ya ile pesa. Na mimi sisemi ushuhuda sa uongo. I'm telling you the truth. Na alikuwa ameenda Ulaya, ameniangalia na andika message hajibu. That night. Basi ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. By faith Habili akapeana sadaka iliyo bora. Hallelujah. Mungu anaja sana na mapenzi.
your right time of giving. Anataka kuona even your attitude. Ndio maandiko yanasema God loves a cheerful. Ukipatia Mungu na madharau na kusikia pastor umetunyonga. Kwanza huyo ofasi ulileta, kumbe ulimwambia mambo yetu yote kama mama Msamaria. Hata akihubiri alikuwa anakuja na nini? Anamanya kidole. Mungu anasema sio kuambiwa. Sasa wacha nikwambie. Kasi ya imani inachokoza kile ambacho huwezi pata. Kwa kawaida. Bwana asifiwe sana. Imagine mtu wako Ulaya. Nimemjaribu messages. Nimejaribu simu hachukui. That night. Hallelujah. Sema that very night. Muujiza ukakuja. Pigia Bwana Yesu makofi. Inawapa pesa zilikuwa pesa. Na inauza. Ilikuwa pesa kidogo. Sio hii pesa ya sahi. Hey, sikwambii mambo ya last year. Hizo pesa nilisienjoy. Inauza. Nikifika Nairobi nilikuwa mkono kwa. Nasema imani. Nilikuwa natembea hivi. Mtu alikuwa broke. Anakopa fare. Within one night, mambo yamebadilika. Mungu abadilishie mtu hapa story. May your testimony change tonight. Na upokee ushuhuda mpya. Uwe na ushuhuda kali kali. Inapofika Jumapili. Hey. Bwana Yesu asifiwe sana. Swali ni hili. Are you careful with what you give to God? Because God is so serious. And hii maandiko yote tunasoma hapa inasema juu ya more acceptable, more excellent, more, yeah? Hallelujah. A good and better. Bwana Yesu asifiwe sana. No, a better and acceptable. Hallelujah. It is described na kila aina aliyokuonyesha ililinganishwa ikaonekana hii ni mzuri ndio, lakini hii inakubalika zaidi. Don't be satisfied na hiyo sadaka ya kawaida. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lisifiwe. Simuambia story ya kupeana gari. Sasa ukipeana gari na hakuna kitu kingine inaanza kwa nyumba. Hiyo ndio ulikuwa na watoto wako walikuwa wanatisha watoto wengine nao. Na kitu na gari. Umepeana. Jina la Bwana lisifiwe sana. Hallelujah. Sema my father, my father. My father, my father. Teach me. Teach me To give. to give Honorably. honorably, Better. Acceptable. acceptable, Excellent. excellent Offerings. offering. In Jesus' name. Jesus' name. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa na tabia. Nilikuwa nafanya sana. Ili wale watu wanakusa kwa rais. So nilikuwa nimezoea nikikuja kanisa kama hili. Ninaona kazi kama hii. Mwambie, wacha niweke lori moja hapa. Niongezee hiyo nyingine. And I found myself, wakati mwingine hata sina pesa. Nenda nimepledge mapesa, nimepledge kwa makanisa mpaka Mungu akaniuliza. Nilikutuma ukapledge au ukahubiri. Okay? Aya, Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Do you know pesa iko na hao unahubiria? My work, I sent you there to encourage them to become better givers. Hallelujah. Kwa sababu mimi nikipata hapa nitaenda nibarikiwe zaidi. Nyinyi mtasema ulikuwa na mhubiri mzuri. Anatuhubiria, anatoa. Na by the way hata mimi nikitoa sadaka sitoi 100 hapa. Na mimi nahubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Au pasa story sadaka? Pasta, natoka au sitoi? Si unaona jina langu? Ai.
it is very possible mhubiri aje hapa badala ya kuwabariki awawache na umaskini, kwa sababu imani yenu badala ya inuke umefanya ya mhubiri ndio iinuke. Ai, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Nikitaka kuleta mama hapa nikagundua, wacha nikuje saa ile sihubiri. Nitaendelea pastor pale, nimwambie nimekuja kukubariki. Lakini ukaniona kwa madhabahu na mnalia. Ni Mungu amenituma kwako ili wewe upate nafasi ya kubarikiwa. Sema amen. Jina la Bwana lisifiwe. Tukaanza na kusema mstari wa 6, without faith, akipia imani haiwezekani, it is impossible. Hallelujah. Why would you like to do impossibilities? Hallelujah. Kitu haiwezekani, kwa nini unaifanya? Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua afadhali ukasirikiwe na shetani kuliko ukasirikiwe na Mungu. I don't mind. Shetani akigeuka na mimi, wacha ageuke, because akigeuka na mimi Mungu ako pale kunitetea. But just imagine the Bible say, without faith it is impossible to please God. Akipila imani haiwezekani furahisha Mungu. Basi ni kusema kama imani inafurahisha Mungu, natafuta kile imani inamaanisha. Kama inamaanisha kusema hii kanisa litajenga peke yake, basi. Kama inamaanisha kusema pastor nipatie wiki mbili, hapa mambo yanakuwa yamebadilika. Because the things that we see were made from things that did not appear. Those things were not there, and they did not appear, na bado sikafanya vitu ifanyike. Sema amen. Pigia Bwana Yesu makofi. Sinajua leo tunataka kuomba. Leo tunaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana atukuzwe sana. Haleluya. Verse number 17. Verse number 17. By faith, Abraham, kwa imani, Ibrahimu alipojaribiwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. I want you to know God tests men. Mungu hujaribu wanadamu. Mungu ana tabia za kujaribu. Haleluya. Kabla Mungu akudhibitishe, Mungu hujaribu watu. So tunaambiwa kwa imani Abrahamu alipojaribiwa. Kujaribiwa inamaanisha kwamba Mungu anataka aone when you are given a certain situation what you can do. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anataka kuona wewe, nikikuuliza unipe hii, unaweza kunipa. Mama Msamaria akaambiwa na Yesu, kama ungelijua. Bwana Yesu asifiwe. Kama ungelijua kipawa cha Mungu, karama ya Mungu, na ni nani anayekuomba maji, ungemwomba yeye. In other words, God will never ask you something he doesn't have. He has more than enough. So kazi ya Mungu anakujaribu ili apate nafasi ya kubadilisha maisha yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hatupeani kwa sababu Mungu amekosa. Do you know, huyo guy nimesema huyo wa hiyo advertisement, ikiwa anaweza fanya mikono na namna hii, nyumba inaonekana. Do you know God can do that now in you? Haleluya. Ikiwa mwanadamu anaweza kuwa na imagination ati anafanya mikono cha nyumba inaonekana, God can do that in you. Haleluya. Mungu anaweza fanya mkono anyeshe mkono, sema nyumba yako ndio hiyo.
sheria ya masomo. Na pastor wetu ni msomi sana. Ukianguka ile subject unafanyishwa tena. Inaitwa kufanya nini? Kurepeat. Listen. Supplementary. Sote majina itaitwa. Recall what did yote. Rudia tena. Shida ya watu wengine hapa. Umejaribiwa kila mara unaanguka. Na mtoto wako akiwa kidogo unamwambia, "Sisi shule tena, sisi." Kwa kama ni uji iko. Fanya tu. Kumbe wewe umeanguka mara 20. Wengine tungekuwa bali. Wakati Mungu alikujaribu, ulianguka. Biblia inasema Abrahamu wakati alijaribiwa hakuanguka mtihani. Biblia inasema alimtoa Isaka. Wewe kwanza sikia. Sikia hii. Inasema akamtoa Isaka awe dhabihu. Bwana asifiwe sana. When is the last time you give God a sacrifice? I'm not talking about an offering. Siongei juu ya tithe. A sacrifice. Ukasema this is my best and I'm going to give it to God. Hallelujah. Mama moja ambaye maandiko yamenakili na Yesu akasema huyu mama mahali popote injili itahubiriwa ihubiriwe. Ahubiriwe. Na ingekuwa vibaya mimi nitoke hapa kama sijataja huyo mama. Kwa sababu Yesu alisema popote injili itahubiriwa, huyu mama ahubiriwe. Huyo hebu sikia, there is something that you want to know. Wakati Judasi anataka hiyo mafuta ya bekari sana. Unajua ndio gharama hiyo mafuta. Gharama hiyo mafuta wakati wa maandiko imetafsiriwa ilikuwa mshahara ya mwaka mzima. Awali ya salary. Mama akachukua, akanunua chupa moja ya mafuta, akaifuja, akamimina juu ya mwili wa Yesu. Yesu kuangalia akasema this is good. Bwana Yesu asifiwe. Judas akasema this is bad. Akaugua mkono na wengine wakasema no. Hii mama hatukubali. This kind of wastage cannot be happening in our time. Yesu akabia jamaa seni. Tunaongelea pia maskini. Sasa wacha niwasaidie. Maskini mtakuwa nao siku zote. In other words, wewe tu ndio unaweza kujitoa katika kazi ya maskini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kulingana na Yesu, maskini watakuwa duniani ya yote. Hata dunia ikiisha kuisha, maskini hawatakuwa maisha. By the way, pastor, I want you to understand that. Lake ikija, kuna watu wataona Yesu waseme, "Yaani, nimesumbuka hiyo ndio. Umekuja kunipa. Hata sijavaa viatu mbili, tangu nianze kuvaa viatu. Ungewacha nivae ya tatu." Yesu akasema, "This is good." Wanafunzi wakasema, "This is wastage." Kuna tabia zingine ukifanya hata wenzako wanakuambia this is wastage. Unaenda kanisa pesa kama hiyo. Pastor akaihado na mwana. This is wastage. But God says this is good. Na Mungu akafurahia. Afurahia kitendo yako. Nataka nikuambie maisha yamebadilika. Sema amen. Jina la Bwana lisifiwe sana. So Abraham hakuanguka mtihani. Ambia jirani yako hapo, usianguke kipindi hiki. Usianguke kipindi hiki. Usianguke kipindi hiki. Hallelujah. Ambia mtu mimi sianguki. Mwambie mtihani inapita. Mwambie mtihani inapita. Jina la Bwana lisifiwe sana. Hallelujah. Akamtoa Isaka awe dhabihu. Na yeye aliye
Isaac is the only child. But Abraham is ready to offer him as a sacrifice. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati sina kitu ingine. Sina gari ingine. Sipeani gari kwa sababu niko na ingine. Sipeani hii TV ile katika nyumba ya Mungu kwa sababu niko na ingine. Mimi naipeana kwa sababu nimejaribu. I feel persuaded. Hallelujah. Hii kanisa inahitaji screen. Yes. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Yako ikiharibika saa hii, wengine hatutapeleka kwa fundi. Tutakutana wewe kule Rudhuri. Haya, afasika kwani uko huku. Anaona kujana Rudhuri. Baada ya mkutano, TV yangu ileta kashida, lakini kwa sababu ulisema tutakuwa na shuhuda, nikaamua nikanunua nyingine. Okay? Yes. Ai, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hauwezi kaa wiki moja bila. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatafuta ufike level ambapo unasema I feel persuaded to do something great because of you. Pia Abraham akasema I am ready. Na unajua alifunga safari. Akapeleka mtoto wake wa pekee akamtoa dhabihu. Mstari wa 18 unasema hivi, we are just about to finish. Leo hatuchelewi hata kidogo. Inasema of who he said. Hallelujah. Na yeye aliyoambiwa katika Isaka uzao wako utaitwa. Imagine matumaini yote ya Abrahamu ilikuwa kwa Isaka. Unaelewa? His hope was in Isaac. Kwa sababu ameambiwa huyu uzao wote wa ulimwengu utaitanishwa na wewe kupitia Isaka. Haleluya. Na tunaambiwa mchukue unipatie kama nabii. Abrahamu hapo bishara. Wakaenda safari. But I want to listen to me. The revelation of Abraham. Sema ufunuo. Ufunuo Wa Abraham. wa Abraham. Wakati wote wanatembea na Isaka, Abraham tunachukua na jamii. Namba 1 anasema sijaambia mke wangu Sara. Nikirudi bila mtoto nitamwambia nini? Esu nilienda kupeana, nilienda kumchinja. You know that? Ili kupeana. Sio kupeana akimani. Ni kuchinja na kuchoma. So anaenda akijiongelesha. Haya, ninarudi na mtoto. Narudi na wafanyakazi. Ninaenda na mtoto na buda. Narudi na buda peke yake. Sasa Sara akiniona tu hivi, aniulize mtoto wako wapi? Nitamwambia nini? So Abraham akapata ufunuo. Na hii tunataka upate ufunuo. Ukipata hii ufunuo, you will never struggle to give God anything. Even if it is your whole man's salary. Hata sahi tukasema tupatie lori moja ya mambo pale na ingine, wewe huta struggle because of this revelation. Verse 19 inasema accounting that God was able to raise him up again. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua hii maandiko umesoma sana lakini hujawahi kushika inasema nini. Nataka nikusaidie usiku wa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kusomea Biblia yako nasemaje hiyo mstari wa 19? Ina fashion tofauti na yangu. Hebu tusomee inasema nini? Tuone kama inalingana. Hello. Hello. Verse 19. We are in Hebrews 11:19. Hallelujah. Hey, my God is good. Abraham assumed
back to life again. Akasema nitamtoa dhabihu. Lakini nikiwa pale pale, baada ya kupeana, Mungu atamfufua tena nirudi naye nyumbani. Hallelujah. Amen. Jina la Bwana lisifiwe sana. Amen. I know you have never heard it in this fashion. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yabu inasema hivi, akihesabu, he was accounting. Alikuwa anafanya hesabu. Hallelujah. Amen. Usipeana bila kufanya hesabu. Yes. Don't just give for the sake of giving. Fanya hesabu kamili. Abrahamu akafanya hesabu. Sema akafanya hesabu. Hesabu. Au Biblia yako inasema nini? Akihesabu ya kuwa Mungu aweza kumfufua hata kutoka kuzimu. Akasema huyu hata kama kuzimu, Mungu atamfufua tena. I don't care over in here because I know God will bring back into life. Nitaenda na yeye nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Haya, sema hiyo. Hebu sikia. Abraham figured that Abrahamu akachora, if God wanted to, ikiwa Mungu anataka, he could raise the dead. angemfufua, anafufua wafu. Kwa hivyo anasema sina shida ya kumpeana kama sadaka ya kuteketea, kwa sababu Mungu akipokea sadaka atamfufua tena, anirudishie. Kipusa maandiko inasema give it shall be given back to you. Did you know God will never give you back what you have given? The Bible says he will give you a good measure. Hallelujah. God improves what you have given him. Mungu anafanya kile umekupatia kiongezewe, kiwe bora. Hallelujah. Wengine wakisikia wanasema hiyo ni prosperity gospel. Listen to me. God is a God of prosperity. Amen. Mungu ni maskini. Why would somebody tell you this is prosperity gospel when God is transforming your life through what you have given? Ni gani rahisi? Ni mimi kupeana shilingi 333 au nirudi nazo nilipe basi 300 nifike town na 30 nilipe 20 kwenda nyumbani nifike nyumbani na 15 au niachilie 333 nifike nyumbani na 9,000 which is better? Ni gani iliyo bora kwako? Which are you going to choose? Abraham akasema hata nikimtoa Mungu atanirudishia akiwa hai. Mimi nataka nikuambie, kuna wasasi hapa mnafikiria watoto wenu wameisha. Nataka niwaambie Mungu anawarudisha. Mungu anawarejesha. Vijana wetu hawataisha. Baada ya corona muda kidogo, sijui 2023, niliangalia kanisa siku moja, nikasikia machozi. Okay? Nikaangalia kanisa letu hivi. Tuko na watu wazima, lakini hatuna vijana. Kabisa. Vijana unaona wawili watatu. Na saa ingine wanaamua watakuja, wawili hawatakuja saa moja. So unaona kuna mo. Paka nikaambia Mungu, God have mercy. God have mercy. Sahi ukija kwa kanisa yetu, vijana ndio wanaongoza kwa namba. I am declaring our
our Gen Zs hawataisha. They will love God. Our children will serve God. For Joshua said, I and my family will serve the Lord. Hallelujah. Kile kinaonekana kama kimekufa, Mungu atakifufua. I thank God at this meeting attending just after the resurrection of Jesus Christ. Ili tupano inakuja baada ya Pasaka, baada ya kufufuka kwake Yesu. Nataka nitangaze chochote kimekufa katika familia zetu, katika maisha yetu. Leo kuna imani ya kufufua. Biashara zimekufa. Leo kuna imani ya kufufua. Hiyo biashara utafunga. Tunatangaza hiyo biashara isifunge. Natangaza machozi yako kwa sababu ya watoto hautalia tena. Hata kama wako kuzimu, Mungu anawatoa wakiwa hai katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako. Shangilia Bwana Yesu. Shangilia Yesu. Shangilia Yesu. Shangilia Yesu. Shangilia, shangilia, shangilia. Maandiko yanasema hata kama mtu ametandikiwa kitanda kuzimu, Mungu atamtoa huko. Don't give up on your children. Wewe unafikiria mtoto alianza kufundishwa uovu akiwa mwanao shule. 4 years ya training ya mambo maovu. Alafu nafikiria kwa kuongelea siku moja ikabadilika. Nakwambia wewe unaambia umekuwa shetani wewe. Let me tell you, utafanya kazi. Utaomba, utafunga, utampenda. Halo. Ati wengine hata uweze kuongelea mtoto wako kwa sababu amekuja akiwa mrefu. Utampenda, utampatia chakula akiwa mrefu. Bwana yuko kwa nani? Ametoka kwako. Mtoto ambaye ametoka kwa hii jambo hata fukiwa nje kwa sababu amechelewa. Ukifunga naenda nafungua. Wanapo kwa mwingine wamelifanya sasa. Enda, huyu kule ametoka. Shetani unaleta kwangu. Ngoja nikwambie, hiyo shetani inakali your genes. Hata kama ameingia wapi, leo tunamtoa. Hallelujah! Tunamtoa. Hallelujah! Abraham akasema, hata akifa, Mungu atanirudishia akiwa hai. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Chochote hakina uhai. Usiku wa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo tu siasa kidogo kidogo achana nasi. Mtoto ni sana. Alafu namrudisha kwa shetani. Anaiwe zaidi. Bwana asifiwe sana. Kuna kitu nimedecide. Wakati ni celebrate my 60th birthday, nikaamua nikasema I will not live a foolish life. Mtoto ambao ametoka kwa miguu yangu. Yes. Ile ndio tunasikia ndio wanatoka siri kama ni kweli. Hawezi teseka nikiona. Hapana. Hata dharauliwa nikiona. Mtoto wangu hata dharauliwa na watu na mimi ni mdharau. Wewe mdharau kitaka. Lakini sitakubali. Kwa sababu umeona akiwa mlevi mahali, unakuja pastor. Hii shetani umeleta uko naye kwa nyumba. Wewe enda ule malaika yako. Wachana na yangu. Kwa sababu yangu hata kijia kushia. Mungu atamtoa.
nitaambia watu kwa hii kanisa nini? Una mchana wangu umeshika mimi. Vile nimeongelesha watu. Nikamuuliza wewe. Nilibariki. Nikamwambia, unataka kwenda? Kwa sababu ya mtoto. Wacha kinaka kwanza, atamwambia saa kupiga. Unataka kwenda? Kwa sababu ya mtoto. Enda. Kama kweli nitakusaidia, Hizi nakutana na yeye. Nikaona hii jana karibu kushikana na yeye. Kujiwekea stress ya mtoto. Wewe haukumpeleka kule alikuwa. Mtoto sio ya fisi. Ni mwanadamu. Kuna watu wametafuta watoto miaka na miaka hawapati. Watu unaona kabisa ati ana uwezo ya kuleta usao duniani. Unajiwekea stress. Usielewe. Melewa vile nasema. Hiyo ni wasili. Ati ukutaje mama wako. Wacha nikwambie. I wish mimi ningekuwa na msichana. Apate. Naambia nitakuwa nakupeleka kliniki. Na akisana afanyia badi. Kila badi nitabaramia. Kuzini mtoto wangu. Hata kama ameingia kushimu. Oh yes. Hallelujah. Hey, Wakristo wengi wamejiwekelea machozi ya uongo ya upushi. Ati kila siku lazima mngenanie. Ati baba anasema huyu kijana umemotolekea kiabono, umemotolekea sana. Huyu mtoto unamfanya kama tunamuita na ndio na msichana yako. Wachana na upushi. Penda usao wako. Hata akiharibika. Biblia inasema fundisha mtoto. Teach the child the way he should go. Fundisha zile njia anafaa aende. Na hata akikuwa mtu mzima hata siacha. Bwana Yesu asifiwe. Abraham akasema, Sara, before niulize Isaka yako wapi? Itakuwa nimerudishwa. Sijali kumpeana. When you release your sacrifice, kitabu waulize, mbona ulipeana mingi namna hiyo? Mungu atakuwa amekurejeshea. Mungu atakuwa amekubariki. Wataona results. Hallelujah. Wataona matokeo. Hallelujah. Ai! Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Hiyo ujumbe kama kufikia pale haijakusaidia, hautawahi kusaidika. Hautawahi kusaidika. Hauwezi. Sasa mimi nataka kuomba. Na mimi nasikia mtu ambaye uko serious na kuambia Mungu, God, I will give you a good sacrifice. Ili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka sana pastor akute mifuko 10 ya simiti pale. Usiulize ni akufanya nini. Na pastor ukila kitu usianze kusema, mimi nilisema mabati mkaleta simiti. Wacha mtu alete kile anataka. Kama ni wa mabati ataleta mabati. Ukisikia Mungu anasema wewe peleka simiti. Kwani tukicheka pale na mawe, sasa tumebakisha mabati. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nataka Mungu anasema, unajua sacrifice sio kutoa tu 2,000 unasema hiyo ni sacrifice. Sacrifice ni kitu ya machozi. Ni kitu ya kuuma. Mama anafanya mwaka mzima kazi, ananunua chupa moja ya mafuta. Na akajua kwa sababu wamesoma leo ya hii mafuta. Nikifungua kwa ustaarabu watakuwa wamenyang'anya. Kwa hivyo aliamua akafanya mara moja akafuja. Maandiko yanasema akafuja. He broke the bottle. Kitabu wa mtue ilikuwa kwa mwili wa Yesu. Wanafunzi wakaanza kusema, oh my goodness, nini anafanya? Angalia ile mafuta. Angalia. Lakini Yesu akasema, this is good.
for God, the best I can give for God. Bwana asifiwe sana. Ukijaribiwa usianguke mtihani. Kuna wengine hapa hata tayari kuna hiyo sauti. Umesikia moyo kuongesha, lakini uko na direction, uko unajua utaanzia wapi. Sasa mimi nimekuja kuclarify because you already know. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu mtaona miujiza kwa familia. Sasa wewe watu hapa utashangaa mtoto akibehave. Watu haya. Huyu unajua kuna wengine tumelipa school fees na mtoto anaweza kukununulia hata soda. Yeye kuja kula sana. Wacha nikwambie, after this conference kuna mtu utaona mtoto ameingia. Karibu nimekuja. Unafikiria mambo yangu iliisha. Siku imeisha. Because God is not a respecter of persons. Hana ubaguzi. Hallelujah. Hizo ujumbe tumesikia kuanzia sana na juzi. Ilikuwa inatufundisha God has no rejects. Hallelujah. Usidanganywe na watu mtoto yako ni reject. Watoto wakikana wamefanya vituko. Unaona mtoto ndio huyo na chupa ya pombe. Anaambia watu sasa, hii chupa hii nataka niwamwagilie mafuta. Vile alikuwa anaona baba yake akifanya. Nani anataka anuiki? Hakuna kitu anafanya. But God anawaendea mahali wamekuwa, anawarejesha. Sema amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unataka kusema ofasia, I want to give God a sacrifice. I will not ask you what. Wewe utachukua karatasi uandike. Pastor ataona, mimi sitaki kuona, but I want somebody to come here. Ujiambie sasa, if I'm given this opportunity, what can I do for? Because nilimwambia hii kanisa lazima kuinue mamilionea. Hapa lazima kuinue mamilionea. Lazima kuinue kwa sababu kazi iliyo hapa ni kubwa. Kazi hapa. Sisi tunapita hapa kwa hivyo kana sio sasa. Mungu gani? Unajua ukija kwetu kanisani watu wananusa wewe ulikuwa hapa. Hapo unaona ni babaki. Yeye isipokuwa hizo pesa zimejenga. Wachungaji wanatembea kwa wale. Hao watu wanatoa wapi? Wanatoka wapi? Watu wetu wanatoka mbali. Hata ile tu. Wanatoka na huku, unasikia mwingine ametoka Kwale, mwingine ametoka wapi? Na wako pale mteni. Atibida pita hata hii kwa njia sahihi hapa. Unaona tu watu wanafuru. Let me tell you, this church must be great. And it is you people to make it great. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nataka tu kuombea. I want to pray this one prayer, then we pray for those speakers. Na hatukai sasa hivi zimeisha. Hatukai hata kidogo. Ikiwa uko hapo unasema ofasia, I want to do a sacrifice for God this month. Tunaingia mwezi wa 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama ukitaka kupewa 2 months utaambia pastor. Si niwaambia mama jinsi ameingia kanisani. Mshirika wa diaspora na huko anatoka habari kuja kanisa kwetu. Sisemi diaspora ya ng'ambo. Nasema diaspora hapa Kenya. Ni vile kutoka bali. Kuja hivi karibu pastor. Nimesikia mtu akiniambia tubadilishe hii system yote. Okay? Mwambie kazi ya kubadilisha system sio rahisi. Mwambie watu ni kutafutia watu wengine watatu wanne. Saa hii ukija kwa church yetu. Na sasa hivi tunafanya hivyo. Uliwacha tukijenga. Bali tunajenga. Tuko katika pia kujenga. Saa hii ukija kusikia ile sound system tuko nayo. Oh my goodness. I'm telling the truth. Mimi sitawahi kuimagine atunaweza nunua tu chobo mbili 100,000.
mix hakuna na mix kubwa ya hiki kidogo na amplifier 100,000. Sasa nilikuwa nauza, yani una pesa na mimi nateseka na pesa ya masimiti hapa. Ndio pasta Mungu amesema hii ndio laini sahihi. Kwa hivyo basi mniachie mjengo, wacheni nisibuke na mijengo. Fanyeni kile Mungu anasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Anybody who want to say, mimi nataka kufanya sacrifice in this church. Sacrifice ni kitu ambacho kitabadilisha maisha yako. By the way tunasema sacrifice is the highest level of giving. Ndio unaona Mungu anajaribu mtu ambaye amesema you will be a father of great nation. Hizi ndio ziliqualify Abraham. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuja hapa unasema Pastor pray for me. Mimi nataka kufanya kitu ya kubali. I want to tell you, sacrifice differs with your ability. Bwana asifiwe sana. To one person sacrifice can be 1,000. To another person it can be 1,000,000 or 100,000. So Bwana asifiwe sana. Kuna mtu yeyote au tuende kwa maombi mengine unasema pray for me, nataka breakthrough ya kifedha. I want to make a sacrifice in this church. Come here and come to pray. And let me tell you something. You will never struggle with sacrifice. How do I know? Saidi Abraham alikuwa pale akingengana akisema, "Si amekuwa kwa visu." Mungu akamwambia, "Wewe nilikuwa nakujaribu. Dhabihu iko pa?" Hallelujah. I wish somebody can get this. Mungu akamwambia, "Wewe sikumaanisha ati utaua huyu. Kuna inaitwa mwana-kondoo. Mwana-kondoo wa dhabihu wako pa?" I want you to know, you will not try to get what you want. It is already there. Mungu amefunga pale. Abrahamu kuangalia kando, akaona mwana-kondoo ameshikiliwa pale. Akaamua enda umchukue. Hiyo ndio dhabihu, lakini umepita